Mahakama nchini Iran yahukumu kumnyonga jasusi wa Israel kutoka Mossad. Iran imemhukumu kumnyonga mtu aliyetuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel kulingana na ripoti kutoka vyombo vya habari vya serikali siku ya Jumatano, aliyetambulishwa kama Babak Shahbaz. Iran imetoa hukumu ya kifo kwa watu wengi inaowatuhumu kuwa wana uhusiano na idara ya ujasusi ya Israeli ya Mossad na kuwezesha shughuli zake nchini humo. Visa vya hukumu ya kunyongwa kwa wa Iran waliopatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel vimeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu, huku takribani hukumu 9 za vifo zikitekelezwa kwa miezi ya hivi karibuni. Vyombo vya habari vya serikali vilisema Shahbaz alifanya kazi na Ismail Fekr, mfungwa mwingine aliyenyongwa mwezi Juni kwa kufanya ujasusi wa Israel tangu mapema mwaka 2022. Iran inaendelea kuwasaka majasusi wa Mossad ambao inadaiwa baadhi wapo katika taifa hilo ambao wanaendelea na ujasusi. Iran, kutokana na vita vya siku 12 kati yake na Israel, imeamua kuwatafuta majasusi ikiamini kwamba isingekuwa majasusi hao wasingekuwa na mashambulizi ya kuwaua viongozi wao wa kijeshi. Iran iliwapoteza viongozi wake wakuu wa kijeshi pamoja na wanasayansi wakuu wa nyuklia baada ya shambulizi la kwanza lililofanywa na Israel mnamo mwezi Juni. Hata hivyo, Iran imesema itaendelea kuwasaka majasusi wote waliohusika na mipango hiyo, na hata wakati huu inamnyonga bwana Shahbaz kutokana na kuamini kwamba ni moja kati ya majasusi ambao walitumwa na Israel kwa ajili ya kuichunguza Iran. Iran bado inaendelea kuwasaka wengine na inadaiwa kuna majasusi wengi wa Mossad ambao tayari wameshakuwa mikononi mwa jeshi la Iran. Inadaiwa pia kwamba miongoni mwa wanajeshi wa Iran ni sehemu ya Mossad, na hivyo uchunguzi mkali unafanyika na pia wamekamatwa na kushutumiwa kuwa sehemu ya Mossad kutokana na namna ambavyo imefanya uchunguzi wake. Vyombo vya habari vya serikali vinasema kwamba sasa mpango wa serikali ya Iran ni kuwasaka majasusi wote, hasa waliopo ndani ya taifa hilo. Shahbaz alishtakiwa kwa kutumia wadhifa wake kama mwanakandarasi anayeweka vifaa vya kupozea ili kukusanya taarifa kutoka sehemu nyeti na vituo vinavyohusishwa na jeshi na vyombo vya usalama. Wakili wa mshtakiwa huyo alikuwa ameomba kukata rufaa kwa mahakama ya juu zaidi ambayo ilikataa ombi hilo. Mahakama imehukumu kifo kwa njia ya kunyongwa kwa bwana Shahbaz. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.